Hi guys, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for daily episode recaps, analysis, and prediction. And our today's episode goes to Zari, episode 117. Now, part of this video, I tackled it yesterday because kuna ile part, the first part of this video of our today's episode, iko kwa ile episode ya jana. If you watched my analysis yesterday, hiyo part iko hapo, like part ya Luanda na daktari, part ya Nina pale kwa park na Lola. Now, coming back to today's episode, Skylar tried to beg the father not to leave again. Mnakumbuka Greg alirudi na alikuwa ameacha Skylar for so many years. So Skylar was trying to beg the dad not to go, not to leave her again because she needed him most. Ndio Dylan akaingilia akaambia Greg, nimekuwa patient na wewe juu ya Skylar because I don't understand the reason why you came back to this mansion. Na Greg akamwambia, mimi sitashinda kujirudia. Nimewaambia the reason I came is because of my daughter. And you know, Skylar was very excited about his dad. So she decided to call Bien, akamwambia history ya babake that amekuja. Na wakati Bien alipigiwa simu na Skylar, he was not happy at all. Kwanza alijam, akaacha kazi yenye alikuwa anafanya, akasema anakuja kwa mansion kudili na babake. Na ndio hii time Lola na yendo alikuwa anarudi ndio waende out na Bien. Kumbuka in the previous episode, Lola aliachana na Nina pale kwa playground wakienda out, yeye na Luanda. Na ndio Nina akamwambia aende spend time na nani, na bwanake. Si ndio yeye anapata na Bien, amejikaza, amefura, amenuna, amejaa, anaenda pale kwa mansion kudili na babake. Kutakuwa na great drama between Linda and Greg. Cause ya jana ilikuwa tu ni kionjo. Cause Linda alikuja akauliza sasa kaka na Greg. Akamuuliza mbona halirudi. After hiyo miaka yote, after kuacha Skylar, akaibado, akatoroka na Skylar. So Linda alikuwa anampea msomo mwingine, imeenda shule. Akamwambia, unajua mimi vizuri. Unajua chenye nilipitia wakati uliniacha. I even went to the mental hospital. Nikaanza kupewa my electroshock. Nikapewa my electroshock. You can imagine that kind of situation. Na ujue nilichoma hii mansion. Na nikachoma ikiwa na watu wenye na wapenda. I burned this mansion. And if you joke with me, if you try to outbreak Skylar or hurt her, I'll deal with you. I'll deal with you properly. Because right now, I don't care about anything. Ndio Greg akamwambia, sikiza nikuambie vizuri. Skylar ni alinipigia simu, akaniambia akuje. Because she was in bad state. And that's why I decided to come. Na remember, Linda na yeye hakukimia. Sasa ni kama akili yake ilifunguka. Akaendelea kupea Greg msomo. Greg akamwambia, unaona? Hii mdomo yako na kutoniheshimu ndio ilifanya hata tuachane. Greg kuambia Linda hivyo. Linda alimpea slap moja mwenda. Akampea tu slap. Hadi sasa Greg ndo amefika na Linda ashaanza kumpea ma slap. Because actually if you look at Skylar, karakta yake ni kama ya babake. Babake ni mpole. Skylar ni mpole. Na Skylar wakati babake alikuwa, they were moving on very well. Walikuwa wana vibe sana kuliko vile walikuwa na vibe na Linda. Cause Linda walikuwa wanasikizana sana na Bien kababa. Na yeye Skylar alikuwa mtoto wa baba. That's why time yenye Greg alienda, Skylar alishikwa na stress, akaanza kulewa. Cause nobody cared about her in that mansion. Kila mtu alikuwa amemwachilia tu peke yake, ako lonely, no friends, no going out. Ni drama, mamake ni drama. Hata hakuwa anashughulika na Sky. Na vile Greg alienda, that thing affected Skylar so much. Because I think dads are very important in their daughters' lives.
That's why the time yenye Greg alirudi, Skylar was very happy. She was even smiling and laughing. Ndio Dylan na Skylar wakasikia Greg na Linda wakigombana. Skylar akakuja kauliza mamake, "Mom, surely, what are you doing? Unafanyia nini babangu? Mimi ndo nilimuita akuje kwa hii mansion. Why are you chasing him away?" Because Linda alimwambia, "Toka uende." Akamwambia Skylar, "Your father is a fraud, and a professional swindler." Imagine a mother telling a daughter that babake ni swindler na professional, I don't know what, fraud. Skylar felt so bad. Mpaka Greg akasema, "I regret why I came here." Akasema, "I made a big mistake kukuja kwa hii mansion." Na Greg akaambia Skylar, "Mi najitoa," and yeye akaanza kwenda. But Skylar begged Greg ndio at least hakae hasiende. So Bien na yeye later on alifika kwa mansion kama anaandamana na Lola. Kila mtu hakatense because Linda alikuwa anasema, "Unajua mimi nimelea ndume. Bien ni mtoto wangu. Acha kuja hapa. Mtaona vile atadili na Greg." Na ye Dylan alikuwa anajaribu kutuliza Linda because alikuwa amewaka moto. Our today's episode gonna be lit just like yesterday's episode. So wakati Bien alifika, kila mtu alikuwa ametense. Kwa sasa kila mtu alikuwa anajua kumeharibika. Na Bien na Greg, before Greg aende, walikuwa ni kama maji na stima. Walikuwa wanapigana every now and then. They were always fighting, arguing. Hakukuwa na respect like ile ya baba na mwana. Hapana, it was trouble after trouble. Wakati Bien alifika, alipata Skylar na babake wakiwa na a good conversation. They were having a good conversation. So Bien alifika, akaangalia babake hivi. Yani akageuka kukua simba. Ushaiona simba yenye inataka kuattack? Kuattack mtu. Na kila mtu alikuwa ametense, ameshikilia roho, akijua hapa Bien atararua babake. Bien alienda kwa babake hivyo, akampea hug. Akamwambia, "Dad, welcome. I'm happy that you came." And everybody was shocked, including Lola. Akajua kwani kumeenda aje? Nilikuwa nafikiria huyu jamaa anaenda kutafuna babake. Linda akasema, "Hapa mimi ndo nimechezwa hapa." Cause Linda alikuwa anajua Bien akifika, atatoa Greg kwa hiyo mansion teke mbio. But she was very much disappointed. Cause Bien hakufanya according to some of our expectations. Cause hata mimi, I was expecting Bien to act differently. Akule Bien wa kitambo, aenda afukuze babake, amtoe kwa mansion. But anyway, pia mimi nilikuwa disappointed kama Linda. So Bien hugged the father na akamkaribisha, wakakaa, wakaanza kuhave conversation like father and son conversation with the other members of the family. But this was not the case. Bien tricked everybody because despite that hakugombanisha babake, hakufanya nini. Maswali zenye alikuwa anamuuliza, they were so disrespectful. Ndio Lola akamwambia, "We, hata kuuliza babako such kind of questions." Bien akamwambia, "You know what baby girl, I'm using your tactics." Mimi nimeamua kutumia zile tactics zenye ulikuwa unatumia. Ndio Lola akaanza kuuliza Greg maswali akimuita father in law. Greg akauliza, "Surely, mstani nani ananiita father in law?" Linda akamwambia, "Surely, juzi tu ulienda France. Huwezi kumbuka who is the father in law? Are you dumb?" Na I'm just wondering, Greg akumbuki Lola ama kumeenda aje? So Lola akamwambia, "You know what? I got married to Bien and we are doing well. Our relationship is doing well." So hapo Greg akajua Bien alioa. So Skylar invited Lola and Bien
supper. Akamwambia msiende mahali. Today I want us to have a meal as a family. Na ndio Lola alipigia Susan akamwambia, "Oh, baba Skyla alikuja and we are staying here for supper because Skyla ali request tukae tukule supper, then we will join you later." Kumbe Koki is missing in the mansion and nobody knows about her whereabouts. After kuleta ile newspaper asubuhi, akaletea Dylan, wakaanza kuvurugana huko. Koki alipotea na hakuna mtu alijua alienda wapi na alienda aje na kwa nini alienda. So Ashley is the one who was setting the table. Ndio Linda akarealize chakula inapakuliwa mapema. Ndio akamuuliza, "Mbona unapakua chakula mapema hivi?" Akamwambia Koki hayuko na sijui alienda wapi. Linda akamuuliza, "Kwani mnamaanisha dunia ilipasuka akaingia, you don't know where she is?" And then Dylan came and helped Ashley set the table. So kuna mapenzi yenye ina load between Ashley and Dylan. Because hata Lola alinotice, akauliza Ashley, "How come tangu kuja kwa hii mansion unakaa tu unakula na sisi kama part of the family?" Ndio Skyla akachukua hiyo opportunity akamwambia, wase nataka mnyamaze. Leo ni hilo siku. Kuna kitu nataka kuwaambia. Nataka kurelease earthquake. Na hiyo time Linda alikuwa anajifanya anataka kuintervene, ndio Skyla asiseme ukweli. Akamwambia, "Mom, tuliza ball. Sahi, you are not going to manipulate me. You are not going to stop me. I have to tell everybody what I have in mind." Akamwambia Greg, "Dad, do you know why I called you here? Si eti nilikuwa nimekumiss sana. No, because I wanted you to know the truth. Guess what? Mimi nataka niwaambie kitu very important. Uncle Dylan, hii kitu umeniuliza mara mingi sana and I've been lying to you. Najua ulisema mimi si kama hao watu wengine and I'm sorry for lying to you, and that's true. Mi si kama mamangu. I'm not like the rest in this family. Today I want to say the truth." Ndio Skyla akasema, "You know what? It's true. I'm the one who killed Kamal. Na nilimuua pale Stonehouse." Hey, Linda aliamka akaanza kusema, no, msisikize Skyla, labda hajameza dawa zake za akili. Kumbuka Linda alisema Skyla ni mjane, a very young mjane. Akamwambia huyu hajameza dawa zake, that's why anaropokwa. Skyla akamwambia, "I'm not lying. Kamal nilimgonga na fimbo hapa kwa kichwa, akaanguka chini akakufa. Sitaki kubeba huu mzigo. I have to tell the truth so that the truth can set me free." And akaenda akaambia babake amsamehe. The father hugged her and Linda was still saying, no, Skyla did not do that. Ni dawa zake hajameza. But everybody was shocked. Na Lola alikuwa kwa hii meeting. Nakumbuka Lola knew the truth, but hapa alikuwa amenyamaza ni kama hakuwa anajua hii story. Because imagine Bien angekuja kurealize that Lola alikuwa anajua hii story na akakosa kumwambia, it would have been very bad for her. But now Bien na Lola walikuwa hapa, Skyla akisema ukweli. So Bien assumed that hata Lola ndio the first time anasikia juu hii story. Because Lola alikuwa amekimya, anajua tu acha tu mambo iende, miss comment anything. Because angeongea tu angejulikana kwamba he is part of the deal, of which relationship yake na Bien aingeenda poa. So Skyla finally said the truth, and Linda alikuwa kinda disappointed because alikuwa amedefend Skyla na hakuwa anataka aseme ukweli for so long. Now going back to Nina and Luanda, hii time yote drama ikiendelea kwa mansion, Nina na Luanda na Frida walikuwa wameenda out ku have time because remember Luanda told Nina ile kazi yako nayo, ile kibarua yako nayo is just to make Nina happy, because actually that's what the doctor said. Unafaa ku make Nina happy. Nina should be with her loved ones during her last days. Kumbuka I told you that daktari alisema Nina has 1 year to live. So Nina aliuliza Luanda, is it true
that daktari alisema kuna alternative, ama you are just saying that to make me, ama unasema hivyo ndio usinikasirishe. Luanda akamwambia chillax young girl, my love, just relax. You know what, we are going to do the test afresh and send them abroad for research, and after that the doctors will come up with the treatment for you. So the rest of the evening they were together partying, having a lot of fun, but ilifika at night whereby Luanda alikuwa na dance na Frida akimwambia she's the most beautiful woman in the world. Then akacha ku dance na Frida, akaenda akachukua Nina, they started dancing wakiambiana maneno matamu. Then Nina fainted again and Luanda was shocked, same to Frida, because Frida kalipanic, because imagine mamako alikuwa na dance na babako, then all of a sudden she faints. But after some time Nina aliamka na akaashua Frida that she's very much okay after hiyo incident ya kufaint. Now something else that happened, Kenan alikuwa na new gun, sijui unamuitanga new gun ama ni new gun, Mama Salma. Then Mama Salma came up with this idea that they should get married. Na the first time Kenan alisikia ni kama ameambiwa ati Salma hanaolewa, akasema wow, that's great news, who is the lucky groom, Salma anaolewa na nani? Mugan akamwambia no, nimekuuliza kama tunaweza oana mimi na wewe. Kenan akamuuliza, are you okay, are you mad, me and you get married, how? Nikuweke pete? Mwambia hiyo siku nitakuvunja miguu wewe, I'll break your legs. Guess what, wakiendelea na kubishana, Pretty wa Kenan akakuja akamwambia, you know what boss, nimesikia that Daisy's ex-husband is back. Sema kuharibika. Kenan kusikia eti Greg alirudi, akasema kwisha mimi, I'm doomed. Alikasirika, akavunja vitu, hiyo table haikukalika after kusikia that Greg amerudi, because alikuwa anajua relationship yake na Daisy imeisha, na vile Kenan anapenda Daisy. So guys, don't know what gonna happen after that. Sijui kama ataenda atafute Greg amnyonge ama kutaenda aje. Let's wait and see. Now, something else that's gonna happen tonight. Susan aliuza nyumba yake. After kuuza, alienda akapata na Mama Kamal. Na sijui, kuna episode, if I'm not wrong, kuna episode ya Zari yenye Mama Kamal alipata na Linda na Susan, akawaambia anaenda kuzika Kamal, na akishazika Kamal atakuja atafute wenye waliua Kamal, if I'm not wrong. But now I'm wondering how come now Mama Kamal is back, na alikuwa amekuja ghetto na gari ya mazishi, kuna body ya Kamal hapo, ati ndio anaenda kumzika. Akambia Rispa na Susan, sasa ndio anaenda kuzika nani? Kamal. Na akauliza Rispa na mamake, mlikuwa mnajua Skylar ni yeye aliua kijana wangu na mkanyamazia? Akawagombanisha mpaka Rispa alisikia vibaya, mpaka alikuwa anataka kuconfess. Si Susan akaenda akamuhug, akamuencourage, alafu zile do alikuwa ameuza nyumba akamwekea kwa bagi yake zote. I don't know why he did that. Sijui alikuwa anataka kujifanya they are not guilty ama nini. Alimwekea hizo do zote. So I don't know what happened that Mama Kamal alisema anaenda kuzika Kamal, and now he's again coming with gari ya kubeba mwili akisema anaenda kumzika. So that woman is still in great pain. Na kitu moja nilirealize, unaona wale watu wanakujanga wanakuambia sijui pole, we are with you, tuko na wewe. Kumbe watu deep inside they don't mean it. Wengine are your greatest enemies. Because tumeona Susan na Linda wakihag Mama Kamal, wakimpea encouragement. Hata shami yenye Kamal lako amepatikana,
walikuwa wanamwambia Kamal is the big man, he will come back, but deep inside their hearts they know very well that Kamal amekufa. You know how people can be wicked, how we can have hypocrites and fake friends around us. That's the same thing that is happening in Zari series. So don't just be watching blindly, because vitu zingine tunaziona kwa Zari ziko kwa live zetu. We have fake friends and pretenders and blackmailers around us. So my good people, that marks the end of my updates today. Bye for now, and let's meet again in the next video.